Mimi kwa majina naitwa Omari Mohamed Gindi. Ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Kigoma mjini. Na pia ni diwani wa halmashauri ya manispaa Kigoma mjini. Kwa mujibu wa katiba yetu, mwenyekiti wa jimbo, mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa kanda na mwenyekiti wa chama taifa, hawa ndio wasemaji wa chama katika maeneo yao. Kwa hiyo leo ni moja ya kuja kutekeleza majukumu yangu. Nimeona ni vyema nikae na wanahabari ili waweze kutusikia nini tunachotaka kuambia na kisha tukiseme kitu chenyewe. Tarehe ya jana niliangalia kwenye vyombo vya habari, hasa kwenye mitandao ya kijamii, nikaona hili zoezi la usajili wa baadhi ya wanasiasa kutoka chama kimoja kwenda chama kingine ukiendelea. Ni jambo ambalo halikunipa shida sana, lakini nimelazimika nisemee kwa sababu naona kuna mazingira yanayoendelea kwa yule mtu anayetaka kutoka. Kwanza niseme kutoka chama kimoja kwenda chama kingine sio kosa. Ni mtu anakuwa ametimiza na ametekeleza wajibu wake wa msingi. Lakini kitu ambacho kinachokuwa ni shida na kero ni baada ya kutoka sasa kule nje unapokutana na maswali, basi huna sehemu ya kutupia yale maneno. Unatafuta umtupie kiongozi wa chama. Ukishindwa kumchafua kiongozi wa chama, unaamua kuichafua katiba ya chama. Na mimi siku zote nimeapa kuilinda katiba ya chama changu. Kwa hiyo mtu yote ambaye atakayeonesha kwenda kinyume na kuikashifu katiba ya chama changu, sitamvumilia, nitaita waandishi wa habari, nitamjibu pale alipokizungumza. Hasa katika taarifa nilizoziangalia jana, kuna mwanachama wetu mmoja anaitwa Frank Ruhasha. Amejiunga na chama cha NCCR Mageuzi. Kwanza tunamtakia maisha mema na marefu kwa NCCR Mageuzi. Lakini katika sababu alizozizungumza za kuondoka kwenye chama chetu, amezungumza sababu nyingi tu, akionyesha mojawapo katiba ya chama chetu sio nzuri, sio rafiki, lakini akionyesha kwamba hatuna focus ya kuchukua dola, lakini pia kaenda mbali sana mpaka anataka kuingilia uhuru wa kuabudu. Anasema kama Chadema ni chama ambacho kina siasa za kiinjilisti. Hili jambo sisi hatukulipenda sana. Tukasema tuje leo tuzungumze. Sasa nitaka kidogo nianze kuzungumza historia ya bwana Frank Ruhasha. Katika maelezo yake jana ameonyesha yeye amehudumu Chadema kwa kipindi cha miaka 13. Kwanza nimtake asitafute kiki ya kuonekana alikaa muda mrefu Chadema. Na kukaa kwenye chama kwa muda mrefu haina maana. Maana ni kwamba umekata kwa siku 5, umekifanyia nini chama? Franki ni kweli alikuwa katibu wa chama kwa level ya wilaya. Wakati tulikuwa tuna jimbo tunatumia wilaya. Na Franki hakuchaguliwa, hakupigiwa kura. Baada ya ujio wa chama cha ACT Wazalendo kuja kupitia baadhi ya wanasiasa ambao sisi tulikuwa tumewaandaa kwa muda mrefu kuchukua nyadhifa mbalimbali, wakajiunga na chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo tukawa bado tupo kwenye mtafaruku tufanye nini. Kwa hiyo alikuja mtu mmoja kutoka kwenye chama taifa anaitwa Benson Kigaila. Kigaila alikuja katika ofisi hii, tukaunda task force. Task force ambayo itakayoongoza chama hadi kufikia tu wakati wa uchaguzi mkuu. Katika task force ile iliyoundwa ndio bwana Frank Ruhasha alipata nafasi ya kuteuliwa kuwa kama katibu wa chama wa wilaya, na mimi niliteuliwa kuwa kama mjumbe wa kamati tendaji. Na wengine wengi waliteuliwa. Na mwenyekiti alikuwa rafiki yetu, ndugu yetu bwana Halfan Bona, ambaye kwa sasa anaendelea na shughuli zake zingine, lakini bado tunaye kama mwanachama. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2013. Bwana Frank akaanza kuhudumu nafasi yake kama katibu wa chama wa wilaya. Wakati anakabidhiwa chama chetu kilikuwa kina madiwani 14 na ilikuwa inaongoza halmashauri ya manispaa. Chama chetu kilikuwa kina wenye viti wa mitaa 32 na ilikuwa inaongoza halmashauri ya manispaa. Baada yeye kuwa katibu wa chama ngazi ya wilaya, chama chetu kilianza kushuka. Tulitoka kwenye wenye viti wa mitaa 32 mpaka tukafikia hatua tukaje kwenye idadi ya wenye viti wa mitaa 11. Tukatoka kwenye madiwani 14 mpaka leo tuko diwani, mpaka leo Chadema ina diwani mmoja ambaye ni mimi hapa. Kwa kipindi hichi chote ambacho yeye bwana Franki, mwanasiasa mkubwa, mwanasiasa mgongwe ambaye anajua kuangalia focus, angalia chama kilivyoporomoka. Kwa hiyo mimi niseme kwamba bwana Frank Ruhasha atambue mambo mawili, kwamba heshima na tamaa haviwezi kukaa nyumba moja. Narudia tena kusema, heshima na tamaa haviwezi kukaa nyumba moja. Yeye anacho alichochagua, tunaamini kitamsaidia.
Sasa nataka kwanza nionyeshe mambo haya machache ili muweze kuona kwamba mtu huyu ambaye ameshusha madiwani kutoka 14 mpaka diwani mmoja, ameshusha wenye vitu wa mitaa kutoka 32 mpaka 11. Tulipata kura mwaka 2010, tulikuwa tuna kura za ubunge 1024. Mwaka 2015 tumepata wastani wa kura 1012. Angalia namna gani alivyoshindwa kukiunganisha chama, namna gani alivyoshindwa kuunganisha wanachama. Lakini amejisifia vyeo, alikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, ni kweli. Alikuwa mjumbe wa baraza kuu, ni kweli. Mkutano mkuu ndio chombo pekee ambacho kinaweza kikafanya amendment ya katiba yetu. Kama uliamini katiba yetu ilikuwa ina matatizo na ulikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, kwa nini hukushauri? Umekaa muda wote mpaka umekuja juzi, tumefanya chaguzi za kichama, wilayani umeshindwa, akaenda akagombea mkoa akashindwa, akabaki kama mwanaharakati huru tukana hovyo. Leo umepata chama ambacho kimekuogota, unaanza kukashifu chama chetu. Nasema kwamba hatutamvumilia na nitoe onyo kwake na kwa yeyote yule. Sasa hivi tumeamua kusimama imara kwa yeyote ambaye atakayeonesha kukikosea na kukivunjia heshima chama chetu. Tutapambana naye kwa nguvu zetu zote. Lakini jambo la pili, sisi kama chama tuna vyombo vyetu vya usalama. Na niwapongeze sana vijana wetu wa usalama, wanafanya kazi kwa weledi. Waligundua kabisa mwenendo wake si mwenendo sahihi. Na ndio maana waliweza kumnyima nafasi za uongozi kuanzia wilayani, mkoa, mpaka alipopeleka jina lake kanda, mtu huyu aliondolewa. Kwa sababu tulikuwa tunajua mwisho wa siku anataka kufanya nini. Sasa sisi kama chama tunajua vipo vyama ambavyo vimeahidiwa vitapewa majimbo, vitapewa pesa za uchaguzi, vipo. Lakini niseme kuna watu wana kipaji cha kupishana na utawala. Na kuna watu Mungu amewajalia kazi yao siku zote ni kupigania uhuru. Sisi kama Chadema tulishapigania uhuru. Tunahitaji kwenda kwenye ukombozi Mungu akituweka hai mwezi wa 10. Hasa kitakuwa ni kituko kwa mtu ambaye anataka kufikia mafanikio, atoke kwenye mafanikio, chama ambacho kinataka kushika dola, unakuja huku chini kuja kuanzisha chama. Hawa ni wale watu ambao kazi yao kila siku wanalima bila kuvuna. Na hatuna sababu ya kubishana na mtu huyo. Lakini kubwa zaidi nionyeshe kwamba ukiwa mwanasiasa unapaswa uwe na akiba ya maneno. Uwe na akiba ya maneno. Vyama vyetu vya siasa hivi ukiangalia kwa namna moja au nyingine, kama si sehemu kubwa, sehemu chache vinataka kushabihiana na vyama vya mipira, aidha timu za mipira. Kwamba leo unacheza Yanga kwa mafanikio. Ukicheza Yanga kesho dili lako Yanga likikataa umekwenda Simba, kacheze Simba, usikashifu Yanga. Kesho unaweza ukatamani kurudi Yanga na wewe umetukana, utawaambia nini wanachama wa Yanga? Hawatakupokea. Kwa mimi niseme wanasiasa hawa ambao wamekuwa na hama siku zote, pamoja na mambo mengine, lakini watambue kwamba wanajaribu kuwachosha na kuwavunja nguvu wananchi. Watambue kwamba wananchi wa Kigoma si wajinga. Wananchi wa Kigoma ni watu wenye uelewa mkubwa sana. Na niwaambie tu, NCCR Mageuzi, wakati mwenyekiti wake taifa James Mbatia anakabidhiwa mwenyekiti, NCCR Mageuzi ilikuwa ina wabunge katika nchi hii zaidi ya 5. Leo NCCR Mageuzi chini ya James Mbatia kama mwenyekiti, NCCR Mageuzi ina mbunge mmoja. Hasa angalia namna ambavyo anakwenda kukutana mwenyekiti ambaye ameporomosha wabunge kuja kwenye mbunge mmoja ambaye ni yeye mwenyewe, na tunaamini alishinda na alipata nafasi hiyo kwa nguvu ya Ukawa. Anakuja kukutana na katibu aliyeporomosha anakuja kukutana na mwanachama ambaye anasema ndo ana focus ya kuchukua dola, mwanachama ambaye ameporomosha idadi ya madiwani kutoka 14 hadi 11. Ameporomosha idadi ya wenye vitu wa mitaa kutoka 32 mpaka 11. Sifikiri, sidhani nini wanaenda kukitengeneza. Majawabu mnayo, lakini mwisho wa siku nataka niseme kwamba tunamshukuru Mungu ametujalia, na tunatambua kwamba wapo watu wengi watabadilisha njia. Watu walikuwa wanatengeneza misingi na njia ya kwenda kwenye alama ya kijani na njano. Sasa hivi wametengenezewa daraja, hawaendi kwenye kijani na njano, wanakwenda kwenye blue na weupe. Na sisi tunasema kwamba sisi siasa za majitaka kwa sasa hivi hatuzihitaji. Chadema ndicho chama kina bezi ya wanachama wake. Kupitia zoezi letu la Chadema ni msingi, tumesimama imara na tunawaahidi wanachama wetu
kwamba watambue kabisa dhamira yetu ni moja tu, ni kwenda kuandika historia ya kuwatoa CCM madarakani. Hakuna statement yoyote itakayotuzuia katika hilo. Kwa hiyo niseme kwamba hatuna sababu ya kujibizana na mtu, ila tunataka tuambie kwamba waache mara moja kukizungumzia chama chetu. Mimi leo nikijisikia naondoka Chadema, nitasema tu nimeamua nibadilishe rangi kutoka kwenye weupe, wekundu, light blue na weusi na kwenda kwenye rangi fulani. Siwezi kumkashifu kiongozi. Leo mimi umri wangu ni mkubwa kwenye chama hichi. Mimi nimechukua kadi ya Chadema mwaka 92. Amenipa marehemu Merekabigi, amenipa ya Mtawana. Miaka mingi sana. Angalia umri wangu wote nimemalizia Chadema. Halafu leo niondoke nianze kusema katiba ya Chadema sio nzuri. Leo mimi ndio nitakuwa sio mzuri. Mimi ndio nitakuwa sina akili nzuri kwamba nimekaaje muda wote kwenye chama ambacho kilikuwa kina katiba sio sawa sawa. Lakini niwaonye hawa wanasiasa. Niwaonye. Tumeona wanasiasa wengi wakikosa wanachokihitaji ndani ya chama chetu, wanaondoka, basi la kwanza watamtupia matope mwenyekiti wetu wa chama. Anaua watu, anapiga watu risasi, anafanya matumizi mabaya ya ruzuku. Lakini Mungu yupo na sisi, kwa sababu Chadema tulianza na Mungu, tupo na Mungu na tutamaliza na Mungu. Juzi mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ametupa Chadema hati safi. Hasa wale ambao walikuwa wanasema mwenyekiti wetu ana matumizi mabaya ya fedha, sijui leo sura zao wanaziweka wapi. Na hili ni somo kwamba Watanzania waache kusia propaganda dhidi ya chama chetu, kwamba tunaamini kabisa mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Lakini nimalizie kwa kusema kwamba wapo wanasiasa wengi waliondoka kwenye chama chetu wakaja hapa mjini wakaonesha chama chetu kimewabagua kwa sababu ya udini. Chama chetu kimewabagua kwa sababu hawakupewa nafasi ya kugombea nafasi za wenye viti. Chama chetu kimewabagua kwa sababu wenyewe wenyewe wanatoka Kigoma si Wachaga, mambo mengi. Lakini watu walipuuza mambo hayo. Kwa hiyo niombe wanachama na wananchi wa Kigoma mjini wawapuuze hao wanasiasa ambao mimi nawaita wanasiasa uchwara. Maana mwanasiasa makini kama marehemu Dr. Kaburu alipoondoka Chadema akaenda Chama cha Mapinduzi, aliulizwa akaambiwa, bana, kwa nini umeondoka Chadema, chama ambacho ulipata kuwa katibu mkuu, ukawa makamu mwenyekiti, ukawa mbunge wa Afrika? Alijibu neno moja tu, alisema, mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari. Sioni sababu ya kurudi kuja kufundisha shule ya msingi. Ndio alikuwa maneno yake machache hayo mafupi. Lakini ya kwanza kusema Mbowe anakula hela, hakutaka kusema Chadema katiba yao sio nzuri, hakutaka kusema sio Chadema wanauana. Hapana, hayo ndio maneno ya mwanasiasa. Sasa niwaambie wasitafute kiki kwa Chadema. Na huko anakokwenda safari yao ni fupi tu, sababu vyama vingi vinakwenda ni vyama ambavyo vinaonekana wakati wa uchaguzi. Leo tunapozungumza NCCR Mageuzi, mimi sina sababu ya kuizungumza NCCR Mageuzi. NCCR Mageuzi ni chama chenye jina kama Chadema, kama Kafu, kama Pona, kama UDP, kama UMD, kama UPDP, kama NLD. Lakini nataka kuangalia misingi sasa. Misingi ya NCCR Mageuzi. Ni kweli NCCR Mageuzi kilikuwa chama kikuu cha upinzani huko nyuma, sikatai. Lakini kwa nini kilisambaratika? Sababu wanazijua wao. Lakini NCCR Mageuzi hapa Kigoma mjini ilikuwepo. Miaka yote ilikuwepo. Alikuwepo Alhaji Beji, alikuwa mtu maarufu, alikuwa mtu ana uchumi, alikuwa mtu anafungamana na kila mtu katika mji huu. Lakini NCCR Mageuzi haikuwahi kushika hata wenye kitu wa mtaa katika mji huu. Sababu watu wa Kigoma mjini wanatambua, unapohama unahama peke yako. Unahama peke yako, hauhami na watu. Wapiga kura wamekuwa na akili sasa hivi. Lakini nataka kusema kwamba hayo mamilioni ambayo watakuwa yanawashawishi watu kwenda watakutana nayo, tunaamini muda si mrefu tutawapokea watu ambao walikuwa wanatarajia kupata jambo halafu wamekosa, watarudi. Mwisho wa siku nimalize kwa kusema nawashukuruni sana, na naishukuru sana kamati tendaji ya chama chetu kwa namna inavyofanya sana kazi kwenye majimbo. Wanafanya kazi kwenye kata zote kwa uweledi mkubwa, na tunaamini mwisho wa siku tutarudi katika ubora wetu. Asanteni sana. Kama kuna mtu ana maswali mawili matatu, tuko tayari kumjibu. Karibuni. Binafsi sina swali kwenye juu ya hilo, lakini kando ya hilo, tuna corona sasa hivi tunahangaika nayo kama nchi, kama dunia, na watu tofauti, watu wa makundi tofauti wanajitokeza, wanazungumza pia namna gani ambavyo wao wanashiriki katika kuhakikisha kwamba tunazuia maambukizi haya ya virusi vya corona. Kwa nafasi hii, nini unaweza kutueleza nini kuhusiana na hilo
kama chama? Kwanza kama chama sisi tuna utaratibu wetu, tunao mabalozi wetu wa nyumba 10. Tuna serikali vivuli kwenye mitaa yetu. Kwa sababu mikusanyiko haijaruhusiwa, tunapeleka agizo letu kule kwamba wale mabalozi wetu waambie wananchi kwamba kwanza watambue corona ipo. Lakini pili, watambue kama corona inaua. Lakini la tatu, wamuombe Mungu atuondolee balaa hili. Lakini kubwa la 4 ambalo ndio kubwa zaidi, tuchukue tahadhari, tufuate ushauri ule ambao madaktari au wataalamu wetu wanakuwa wanatuagiza tuchukue tahadhari hizo. Kama kiongozi, katika utafiti wako wa kufuatilia jambo hili katika maeneo yako, unadhani wananchi wameweka nguvu kubwa katika kujikinga na virusi vya corona kweli unavyoona? Ya, naona lakini bado nguvu si kubwa, kwa sababu serikali bado haijaonesha kama hili jambo ni kubwa kwa kiasi gani. Unajua, msisitizo wa kwanza unawekwa na serikali. Leo ukiangalia bado mipaka yetu inaingilika. Sababu corona ipo. Corona Dar es Salaam ipo. Tunaripotiwa Dar es Salaam kuna mgonjwa amepatikana wa corona. Na ukiangalia leo makampuni ya usafirishaji bado yanatoa watu Kigoma, anapeleka Dar es Salaam, yanatoa Dar es Salaam yanaleta Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kabisa tatizo hili lipo na tatizo hili ni kubwa, lakini tulikuwa tunaomba serikali ijaribu itilie mkazo katika mambo haya, ikiwa ni pamoja na kupunguza mikusanyiko. Kusema tu kwamba wasafiri, yani kwamba mabasi yafanye kazi lakini watu wasisimame wawe level city, bado sijaona kama hilo ni tatizo la kuweza kukabiliana na maambukizi ya virus corona. Sasa kwa mazingira yetu ya Kigoma, kwa jiografia ya Kigoma, kwamba tuko mpakani, kuna nini ambacho unaweza kushauri kifanyike, yani ambacho unadhani kwamba serikali na wadau wengine wakifanya hivi inaweza kusaidia kuzuia maambukizi ya virusi vya corona? Kwanza bahati tulioipata ni moja. Nchi tunazopakana nazo wao wenyewe wapo kwenye lockdown. Wao wenyewe wamefunga mipaka yao. Hiyo ndio bahati tulioipata sisi. Sababu sisi mipaka yetu iko wazi. Lakini sisi hapa tunapakana na nchi kama Burundi. Burundi tayari umefunga mipaka yao. Kongo wamefunga mipaka yao. Zambia wamefunga mipaka yao. Kwa hiyo tendo la wale kufunga mipaka yao, kwanza wale ndio wametusaidia sisi. Lakini tunaendelea kushauri kwamba ni lazima serikali ichukue hatua. Nikiangalia upande wa sisi kama watu wa halmashauri ya manispaa, mimi kama diwani, tulikutana na tukakubaliana kwamba lazima tuandae maeneo ambayo ikitokea tatizo la mgonjwa wa corona atapelekwa, na tulitayarisha maeneo kule Bangwe. Na mimi sio msemaji wa Wizara ya Afya, lakini huwa tunapata siku moja kumhoji DMO pale, sababu yuko kwenye halmashauri yetu. Huwa anaonesha tumejipanga vizuri, lakini bado tunamshukuru Mungu mpaka sasa bado haijaripotiwa Kigoma kuwa na mgonjwa wa corona.